Serikali ya mkoa wa Dar es Salaam yaendelea kuwakaribisha wawekezaji kwenye sekta ya afya ili kuendelea kuongeza wigo wa utoaji huduma bora na nafuu kwa wananchi. Na klabu ya Simba imekamilisha maandalizi kuelekea mechi yake ya 6 ya hatua ya makundi kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Naam, habari asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika asubuhi njema. Mimi naitwa Emily Lazarus na asubuhi njema huwa inaanza na taarifa ya habari. Karibu sana. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amezielekeza Wizara ya Viwanda na Biashara na Wizara ya Fedha kufanya mabadiliko na sheria ambazo zinakwamisha sekta ya uwekezaji kabla ya bunge la bajeti. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ametoa maelekezo hayo wakati wa uzinduzi wa kiwanda cha mabati cha Lodhia kilichopo Ilani Mkuranga mkoani Pwani, ambapo ameelekeza maeneo ya ndani ambayo yana bidhaa za kujitosheleza waagizaji wa nje wasipate msamaha wa kikodi ili kulinda wawekezaji wa ndani. Waagizaji wa bidhaa kwanza ni rahisi kufanya uagizaji kuliko kuzalisha kiwanda kama hiki. Lakini kiuchumi kiwanda kama hiki kina manufaa mapana ya kiuchumi na ajira kwa watoto wa Kitanzania kuliko uagizaji wa bidhaa ambayo kiwanda hicho kiko huko ilikozalishiwa bidhaa. Naye Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema sera bora za serikali zimesaidia uendelevu wa uwekezaji wa viwanda nchini. Kwa mwaka tunazalisha mabati takriban zaidi ya tani 900 kwa tani 500 kwa mabati haya ya kawaida wanasema zinc coating, na mabati takriban tani 400 kwa mabati ambayo ni ya rangi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini matumizi yetu ya ndani ni chini ya kiwango ambacho tunazalisha. Na hii inamaanisha uwepo wa Lodhia katika soko ni kuendelea kutuhakikishia uhakika wa soko la ndani na kutuongezea uwezo wa kuuza nje. Jumla ya viwanda 235 vikubwa vilivyoko mkoa mzima. Kwa hapa Mkuranga vikubwa viko 135 na vidogo vidogo viko 100 na viko 34 vinavyoendelea kutengenezwa. TRA Mkuranga inakusanya jumla ya fedha bilioni 158 kwa mwaka mmoja. Mwenyekiti wa Lodhia Group Arun Lodhia amesema wamewekeza shilingi bilioni 350 kuzalisha nondo, mabati, misumari na bidhaa nyinginezo. Tuna project kubwa ambayo inakuja hapa Lodhia. Tutakuwa tunazalisha tani 1000 ya nondo kwa siku, ambayo itakuwa kubwa sana, sio Tanzania pekee lakini East Africa nzima itakuwa namba 1. Na vision ambayo tunayo 2030 tutakuwa zalisha bilioni 1 kwa mwaka. Kutoka Mkuranga mkoani Pwani, Nelson Munema, Channel 10. Wadau wabobezi na wataalamu wa lugha ya Kiswahili wanatarajiwa kukutana visiwani Zanzibar kuadhimisha miaka 10 ya Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki, yani KAKAMA. Ni katika taarifa yake Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Zanzibar Riziki Pembe Juma alitoa kwa waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya kutimia miaka 10 ya kuanzishwa kwa Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Kwa kuadhimisha miaka 10 ya KAKAMA, tunatafakari tulikotoka, tunapima tulipo na tunaweka msingi imara tunakokwenda. Zanzibar kama kitovu cha historia cha Kiswahili inajivunia kwa mwenyeji wa tukio hili linaloenzi lugha yetu kama nguzo ya umoja, maendeleo na hadhi ya Afrika Mashariki katika jukwaa la kimataifa. Na lengo kuu la maadhimisho haya ni kufungua ukurasa wa tafakuri na tathmini. Aidha, Waziri wa Habari akafafanua baadhi ya shughuli zitakazofanyika katika maadhimisho hayo. Maadhimisho haya yataambatana na hafla rasmi ya ufunguzi itakayoweka mwelekeo wa kitaasisi na kisera. Kutakuwa na wasilishaji wa makala elekezi kutoka kwa wataalamu wa lugha, sera na maendeleo ya kikanda, wakitoa hoja zitakazochochea mjadala wenye tija. Kukuza na kuendeleza matumizi sanifu ya Kiswahili katika nchi wanachama, kuimarisha tafiti na sera za lugha, kukuza mshikamano na maendeleo ya kikanda ni kazi ya Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki. KAKAMA inavyofanya kazi inatakiwa kufanya kazi kwa ushirikiano
na mabaraza ya Kiswahili, kwa sababu kama kazi yake ni kuratibu. Kwa hivyo kuna mipango na mikakati ambayo huwa inawekwa ili sasa tushirikiane na mabaraza kufanya kufanya mipango hiyo, na mmoja wapo ni swala la usanifishaji na uundaji wa istirai. Sherehe za kuadhimisha kutimia miaka 10 ya Kamisheni ya Kiswahili ya Afrika Mashariki zinatarajiwa kufanyika tarehe 14, na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah anatarajiwa kuyafungua maadhimisho hayo yatakayofanyika Golden Tulip mjini Unguja. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewakaribisha wawekezaji kwenye sekta ya afya ili kuweza kutoa huduma bora na nafuu kwa wananchi. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa wito huo jijini Dar es Salaam alipotembelea na kukagua hospitali binafsi ya Shifaa iliyopo Kinondoni, ikiwa ni maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kuangalia huduma za afya ndani ya mkoa, ikiwa ni maandalizi kuelekea michuano ya AFCON 2027. 2027 Tanzania imepata bahati ya kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa ya AFCON. Hivi ninavyozungumza, ugeni ule ni mkubwa sana. Kwa Mheshimiwa Rais ameelekeza kwamba sekta za afya tupeleke orodha ya hospitali ambazo ndani yake hakuna usanii, ili huyu mtu atakapokuja kutibiwa katika hospitali hiyo aondoke na taswira kwamba this is Tanzania. Na mimi na recommend kabisa kwamba watu waje hapa Shifaa Hospital. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa huyo amekagua ujenzi wa shule ya sekondari Tarimba Abbas inayogharimu shilingi bilioni 2.7 inayojengwa Tandale, huku akiagiza manispaa ya Kinondoni kusimamia ukusanyaji wa mapato ili kuweza kusaidia utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa madarasa na mabweni. Kwa sababu pesa mnayokwenda kukusanya mna ushahidi wa kutosha kwamba inakuja kufanya vitu kama hivi, ni muhimu kukabana kweli kweli, pesa ipatikane na mfanye investment hii kubwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni Hanifa Suleiman Hamza ameishukuru serikali kuu kwa kuwapatia fedha za ujenzi wa madarasa, hatua ambayo inaenda kupunguza changamoto ya watoto kukosa elimu. Hili moja hapa magorofa ambapo tunashukuru sana serikali kuu ambapo imetuletea karibia milioni 528 katika mradi wa SEQUIP, lakini tukasema sasa haitoshi. Tukakaa na namshukuru sana mstahiki meya ambapo kipindi hicho pia alikuwa ni meya Mheshimiwa Samburu Mnyonge, tukakaa na kuazimia kwamba twende tukatenge fedha takriban bilioni 2.7 za mapato ya ndani kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa mradi huu. Dira ya muda mrefu ni kuanzisha hospitali za Shifaa katika miji mikuu na mikoa mbalimbali nchini Tanzania ili kuleta huduma za kiafya za kisasa karibu na kila Mtanzania. Aziza Bakari, Channel 10. Kufuatia matukio ya mauaji na uporaji wa pikipiki mkoani Tabora, serikali ya mkoa huo imekutana na waendesha bodaboda kujadili hatua za kuimarisha usalama na ustawi wa sekta hiyo, na kwamba imeunda kikosi kazi maalum kwa ajili ya kuchunguza matukio hayo ili kuhakikisha wananchi wanafanya kazi katika mazingira salama na yenye amani. Katika kipindi cha mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka 2025 hadi Januari mwaka huu, matukio hayo ya mauaji na uporaji wa pikipiki yalibainika zaidi, ambapo tayari jeshi la polisi limekamata washukiwa 9. Hata hivyo, juu ya jambo hilo, maafisa usafirishaji, jeshi la polisi pamoja na viongozi wa serikali ya mkoa huu wamekutana na kufanya kikao cha kujadili namna ya kuendelea kudhibiti matukio hayo, ambapo katibu tawala wa mkoa wa Tabora Dr. John Mboya pamoja na mambo mengine anaeleza hatua ambazo serikali inaendelea nazo. Sisi tulipata taarifa ya kuwepo kwa mauaji ya bodaboda, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa bila kuchelewa aliitisha kikao cha kamati ya usalama. Aliunda kamati ambayo tulikubaliana kuwa na task force. Ulifanyika msako mkali wa kuwabainisha majambazi, na hadi sasa taarifa tulizonazo
tunao majambazi 9 wamekamatwa. Kwa niaba ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai mkoa, kamishna msaidizi Twaha Lulengule amewataka maafisa usafirishaji kuchukua tahadhari ya kiusalama nyakati za usiku, huku mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Tabora SSP Peter Magayane akitoa onyo kali kwa bodaboda wanaoendesha pikipiki hovyo. Tuwaambie, na wewe pikipiki usiku tunawapa madai waka, mnaita mapopo. Popo ndo ana tamaa ya hela. Popo ukimwambia bwana mimi nataka niende Sikizia, anaenda saa 6 usiku, anakabwa. Kwamba kila kitu kilichoko kwenye chombo kina kazi yake na maana yake, na kikitumika ndivyo sivyo kinaleta madhara. Na watangazia rasmi, nitaanza operation rasmi ya hao watu ambao hawana plate number. Juu ya suala la kufuata sheria na kutoa ushirikiano kwa serikali na jeshi la polisi, maafisa usafirishaji hao wanatoa kauli yao. Kwa hiyo tumegundua watu wengi hawaweki plate number sababu ya uhalifu. Na hilo kama chama cha maafisa usafirishaji na wenyewe wamekaa mikakati, na saizi unaona tunaendelea na vikao mbalimbali na jeshi la polisi kuhakikisha tuna maafisa wetu operation. Tutaendelea na operation zetu kuhakikisha tunakamata pikipiki ambazo zina plate number, tunazifikisha kwenye kituo cha polisi. Kutoka hapa mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA imezindua filamu iitwayo Winga, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuendelea kutoa elimu kwa umma kuhusu fursa zilizopo katika ununuzi wa umma. Akizungumza katika uzinduzi huo, meneja uhusiano na mawasiliano wa PPRA Bi Remija Salvatore amesema mamlaka hiyo imeamua kutumia filamu kama njia mbadala ya kufikisha ujumbe kwa kundi kubwa la watu wanaopenda kuangalia filamu ili waweze kutambua na kuchambua fursa za zabuni za serikali kwa urahisi. Ni katika kuendelea kutoa elimu. Kama tulivyotumia hizo njia ambazo nimezitaja, pia tumekuja na hili ambalo ni la filamu. Tunakwenda kutumia filamu kwa sababu tumejua kuna kundi jingine ambalo linaangalia filamu, linaweza kuziangalia zile fursa kwa kutumia njia ya kawaida sana. Kwa nini Winga? Winga kama tunavyofahamu kwa lugha ya kawaida ya kimitaani, tunajua kabisa kwamba winga ni mtukati. Na sisi tunataka kuambia kwamba katika kuangalia hii filamu tutaonyeshwa kwamba kwenye ununuzi wa umma kupitia mfumo wa Nesti hakuna kitu kinaitwa mtukati, hakuna winga. Nesti ndiyo connection pekee ya tenda za serikali. Hivyo ni wewe tu kujisajili katika mfumo na kufata taratibu, mwisho wa siku unapata tenda za serikali kupitia mfumo wa Nesti. Baadhi ya wadau walioshiriki uzinduzi wa filamu hiyo wamesema kuwa matumizi ya filamu kama chombo cha mawasiliano yatawasaidia watu wengi kukumbuka ujumbe huo na kufikia makundi ambayo mara nyingi yanaonekana kuwa mbali na fursa za manunuzi ya umma. Kwa kweli ni filamu ambayo ni nzuri na itawafanya watu wakumbuke. Hata mtoto akiangalia pia haitamfanya asahau. Na kama unavyojua kwamba filamu zinawafanya watu kumbukumbu iwe kwa muda mrefu. Watu wengi sana ndio kunufaika. Unajua zamani tulikuwa wanatuita kwenye presi, wanafanya nini, wanatumia wasanii, wakaona haitoshi. Ili kuwafikia ujumbe watu zaidi, wamekuja sasa na movie. Hatua hiyo itasaidia kuongeza uelewa wa jamii kuhusu umuhimu wa kushiriki katika zabuni za serikali kupitia mifumo rasmi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Waandishi wa habari nchini wamejengewa uwezo wa kuandika kwa weledi masuala ya mazingira ili kusaidia kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi zinazoikumba dunia kwa sasa. Mafunzo hayo yametolewa katika semina maalumu iliyofanyika jijini Arusha, iliyoandaliwa na mashirika ya THRDC na MIPAC kwa ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO. Wakizungumza katika semina hiyo, wadau wa mazingira wameeleza kuwa kuwajengea uwezo wa waandishi wa habari kutawawezesha kuandika habari za uchunguzi zitakazosaidia kuibua na kutatua changamoto mbalimbali za kimazingira, ikiwemo uhifadhi hafifu wa taka na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunaamini baada ya mafunzo waandishi wa habari watakuwa na uwezo wa kuandika habari za uchunguzi ambazo zitasaidia kuondoa changamoto kadhaa za kimazingira, ikiwepo kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuzuia ukataji wa miti,
kuzuia uchafuzi wa mazingira, kuzuia uhifadhi hafifu wa taka mbovu na masuala mengine yote ambayo yamekuwa yakiathiri dunia kwa sasa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa masuala ya miradi na operesheni wa shirika la THRDC, Halima Sonda, amesema wanawake ndio waathirika zaidi na changamoto za mazingira. Hivyo ni muhimu kuhakikisha wanapata taarifa sahihi zitakazowasaidia kushiriki kikamilifu katika maamuzi yanayohusu uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Ndio lengo la mafunzo haya, kuhakikisha kwamba waandishi wetu wana uwezo wa kuchechemua hizi taarifa, kuangalia taarifa za kimazingira katika jicho la kitofauti, jicho la kutafuta namna gani watu wanaathirika. Changamoto kubwa iliyoko hapa, hata tukijengewa uwezo, bado ni swala zima la taratibu, sheria zilizopo ndani ya taifa letu. Zipo kweli, lakini atakwambia hapana, iko hivi, iko hivi, iko hivi. Hiyo changamoto ulipaji wa fidia bado ni changamoto kweli. Leo tembo anamuua mtu, anapewa milioni 1. Huyo mtu katika kuzalisha kwake inawezekana hata ameuawa wakati ana milioni 2 mfukoni. Leo unakuja kumpa milioni 1 kama fidia, bado ni changamoto. Kwa kweli kuna vitu vingine ambayo ukijaribu hata kuzungumza inaleta emotional. Unaweza ukajikuta umelia, umebai kuomboleza. Kauli mbiu ya semina hiyo ni kuimarisha ulinzi na uwezo wa kitaaluma wa wanahabari wa mazingira nchini Tanzania kwa athari endelevu. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Viongozi wa vyama vya wafanyakazi mkoani Kigoma wametakiwa kuwalea na kuwaongoza watumishi wapya zaidi ya 100 walioajiriwa katika halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji ndani ya siku 100 za serikali ya awamu ya 6 awamu ya pili. Akizungumza katika kikao cha baraza la wafanyakazi, mwenyekiti wa baraza hilo ambaye pia ni mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji, Kisena Mabuba, amesema serikali imeajiri watumishi wa kada mbalimbali na jukumu lililopo ni kuwajengea misingi ya uwajibikaji na nidhamu kazini. Tunao watumishi wapi? Naomba muwasaidie. Hiki ni kizazi kingine tena cha utumishi wa umma, lazima tukuwe nacho karibu sana. Wanakuja katika utumishi wa umma wakiwa bado wadogo. Nyie vyama vya wafanyakazi endeleeni kuwalea na sisi tutawalea, lakini hatutaacha kuwachapa pale watakapokuwa wamekosea. Kama kuna mtu hatatimiza wajibu wake, lazima tutamwajibisha ili aweze kutimiza wajibu wake. Baadhi ya viongozi wa vyama vya wafanyakazi wameahidi kushirikiana vyema na serikali kuhakikisha watumishi wapya wanazingatia maadili, sheria na taratibu za utumishi wa umma. Kwa tunaandaa mafunzo ya awali, yani orientation, ambapo huko tunawaambia wafanyakazi majukumu yao, pia tunawaambia haki na stahiki zao. Sasa hivi wanavyoingia kwenye ajira lazima wachague kitu kimoja. Waje wamtumikie kwanza mwajiri kwa muda, ambapo ule muda utakapofika wa kwenda kuendelea na miradi yao, basi iwe rahisi kwenda kuendelea na miradi yao. Lakini wasitumie muda wa mwajiri kwenda kuendelea na miradi yao wakaja kuathiri performance kwa upande wa mwajiri. Katika kikao hicho, wajumbe wa baraza walipitia rasimu ya mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 ambapo halmashauri inatarajia kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 44.72. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 5.76 zinatarajiwa kutoka kwenye vyanzo vya mapato ya ndani. Tumepitisha fedha kwa ajili ya mikopo mbalimbali ya vijana, walemavu na akina mama. Ukiangalia kundi kubwa la vijana wako mtaani, hawajaingia kwenye ajira. Sasa tunapotoa mikopo kwa vijana inaweza ikawasaidia kwa ajili ya kwenda kuanzisha miradi mbalimbali kwa ajili ya kuinua uchumi wao. Lakini pia kina mama tunauona kwa sasa hivi wanajituma katika shughuli zao mbalimbali, wanahitaji sapoti kutoka serikalini. Majabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Na katika michezo, uongozi wa klabu ya Simba kupitia idara ya habari na mawasiliano umetangaza kuanza maandalizi ya mchezo wake wa 6 hatua ya makundi mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Stade Malien ya nchini Mali, mchezo utakaochezwa tarehe 14 mwezi huu uwanja wa Benjamin Mkapa majira saa 1 kamili usiku. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari za michezo, meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, Hamed Ali, kwanza anaeleza hali za kiafya kwa wachezaji kuelekea mchezo huo ambao klabu ya Stade Malien tayari ishafuzu hatua ya robo finali. Hali za wachezaji wetu tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zinaendelea vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Hakuna hata mmoja ambaye ana changamoto ya majeraha, ukimtoa Wilson Nangu ambaye yeye aliumia katika mchezo wa ligi kuu hapa nyumbani, na baada hapo amekuwa nje
wakiendelea na matibabu. Na hapa Hamed Ally anawaita mashabiki katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwenda kuiunga mkono timu yao ili kwenda kuongeza hamasa na kuendelea kuilinda heshima kutopoteza mchezo katika uwanja huo ambao kauli mbiu yake kubwa ni kwa Mkapa hatoki mtu. Kila mwana Simba tarehe 14 aje Benjamin Mkapa kiroho safi, aje kuiunga mkono Simba yake. Twende tuwafikishie ujumbe wachezaji wetu kwa pamoja kwamba mmetupa heshima kubwa Afrika, mmetupeleka robo finali mara 7 mtawalia. Mwaka huu kwa bahati mbaya mmeanguka, lakini sisi bado tuko pamoja na nyinyi. Tunakwenda kurejesha dhana ya kwamba kwa Mkapa ni nyumbani kwetu Simba Sports, na kwa Mkapa hatoki mtu. Tunakwenda kurejesha imani ya mashabiki wetu ya kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa sisi tunaumudu na tunauweza kweli kweli. Mechi hii dhidi ya Stade Malien, lengo lake ni kwenda kurejesha hiyo confidence ya wachezaji pamoja na mashabiki. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Naam, mtazamaji wa Channel 10, taarifa hiyo ya Josephine na tuhitimishia habari ya asubuhi njema. Endelea kutazama Channel 10.